waasi wa Mungu na watii wa shetani. Lakini wana taaluma kubwa, na hawa ndio wanamilikiwa na hiki kikundi cha Mazayuni kwa ujumla wake, hawa watu 300 ambao hawa Mazayuni kazi yao kubwa na jukumu lao kubwa ni kuitawala dunia. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Riziki bwana. Bahati nzuri sana leo nimemtembelea Dr. Sule na mambo mengi sana kuzungumza naye, na bahati nzuri sana ukiacha kwamba yeye amekuwa ni tabibu wa mambo mengi kiafya, kusoma dua na vitu vingine pia, lakini kitu kingine kizuri ambacho watazamaji wanampenda sana ni kutokana na elimu yake ya kidini ambayo anauelewa nao pia. Kiongozi heshima. Asante, shukrani sana. Kwema lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza hongera sana kwa sifa ambazo umekuwa ukipewa. Mimi nimekuwa nikifanya interview na wachambuzi wengi, lakini nimekuwa pia napata sana maoni kuhusu wewe kwamba Dr. Sule bwana miongoni mwa watu ambao katika hili pia inabidi umfuate tupate maoni yake kutokana na kile ambacho amekuwa akielezea mtandaoni, uelewa wake tunaomfahamu pia. Pengine hasa ukiacha elimu ya dini pia elimu ya masuala ya kidunia na siasa pia pengine kwa ujumla, uelewa wako uko vipi hasa? Na ndio maana watu wamekuwa kusifia sana. Wasikilizaji na watazamaji ndio wanajua uelewa wangu uko vipi. Mimi najaribu kusema kile kidogo ambacho Mungu amenipa. Naam. Inahitaji pia uingie shule ili uweze kuyafahamu mambo haya kwa undani zaidi, ama pia hata ukijifunza tu hivi unaweza kaelewa pia? Aina yoyote ya kujifunza ndiyo shule. Inaweza kuwa rasmi au sio kwa mfumo rasmi. Kwa sababu elimu ziko za mfumo rasmi na elimu ziko zisizo za mfumo rasmi. Kwa mfano mitume na manabii wamesoma, lakini sio kwa mfumo rasmi. Hakuna mwenye degree wala certificate. Lakini ni wasomi na tunawafuata watu wenye degree zetu, tunafuata wao. Kwa hiyo elimu ni utaratibu wote wa kujitafutia ujuzi wa mambo ambayo huyafatambui, na unaweza kuwa kwa mfumo rasmi au kwa kutokuwa kwa mfumo rasmi. Kwa ufupi swali lako, majibu yake ni kwamba unahitaji kusoma. Chochote kile ili ukiweze kukifahamu kwa ufasaha, unahitaji kukisoma. Naam. Asante kwa majibu mazuri. Leo nataka tufahamu kwa undani pia kuhusiana na mgogoro wa Israel na Irani. Imekuwa ukiwa kwa muda mrefu sana sasa hivi. Tunafahamu leo ni siku ya 6 wako vitani kati na Marekani pia ambaye ameingia katikati. Pengine hasa kwa tafasiri nyepesi hasa ili mtu aweze kuifahamu hii vita, chanzo ni nini hasa? Mgogoro wa Israeli na Irani ukiutazama kwa kina ni mgogoro wa kiimani, isipokuwa nyuma ya mgogoro huu wa kiimani kuna propaganda nyingi ambazo zinaandaliwa na vibaraka wa Israeli. Unajua Israeli ana vibaraka wengi anawamiliki, wakiwemo Uingereza, Marekani na mataifa mengine ya kimagharibi. Japo kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba Muisraeli ndio kibaraka wa Marekani, lakini ukweli Marekani ndio kibaraka wa Israeli. Muisraeli anatumikiwa na Marekani kwa sababu ya faida ambazo Marekani anazihitaji kutoka kwa Israeli. Huwa napenda kutumia hili neno, duniani kwa sasa Muisraeli ndio anaongoza kwa teknolojia, kwa maana ya wasomi na wavumbuzi wa mambo mengi ya teknolojia. Na hii inasababishwa na ukweli kwamba vitabu vingi vya historia vinavyobeba taaluma vimetokana na maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu yaliyopita, ima kwa Torati, Zaburi, Injili ama Furkani kwa maana ya Qur'ani. Kwa maana hii sasa wana wa Israeli ni moja kati ya mataifa ambayo yana historia kutokea kwa Nabii Ibrahim, bila ya kujali walimuasi Mungu au wanamtii Mungu. Waisraeli wa sasa wengi, karibu 99.99% wanamuasi Mwenyezi Mungu. Lakini haiepukiki kuwa wao ni kizazi cha Ibrahimu ambaye Mungu alimteua kama baraka miongoni mwa binadamu waliopo duniani. Kwa zile baraka ambazo Mungu alizishusha kwa Nabii Ibrahimu, wana wa Israeli wanabaki nazo bila ya kujali kuwa wanamtii Mungu au wanamuasi. Utabaki kuwa mtoto wa rais tu, hata kama ukiwa ni mlevi, lakini bado utabaki kuwa ni mtoto wa rais. Kwa muktadha huu, wana wa Israeli wana baraka ambayo wameirithi kutoka kwa mzee Ibrahim.
Kwa hiyo wana teknolojia, wana elimu kubwa, na ndio maana lile kundi la wana wa Israeli wachache ambayo wanaitwa Mazayuni wako watu 300,000 dunia nzima. Sio Waisraeli wote wako 300,000, ila Wazayuni ndo wako 300,000 dunia nzima. Hili ndo kundi linaloiongoza dunia. Mazayuni wako 300,000 tu duniani, hao ndo wanaiongoza dunia. Na Waisraeli wenyewe sio kila Mzayuni ni Muisraeli, lakini si kila Muisraeli ni Mzayuni. Yani kila waziri ni mbunge, lakini si kila mbunge ni waziri. Kwa kila Mzayuni ni Muisraeli, lakini si kila Muisraeli ni Mzayuni. Wazayuni ni kundi maalum ambalo ndani yake kuna hawa Mossad, shirika la kijasusi la Israeli, ambayo historia yao inaanza wakati wa Nabii Musa alipokuwa anasafiri kutoka Misri kwenda nchi ya Kanaani. Alipofika katika mto Yordani, kilomita 150 kutoka Jerusalem, au sawa na umbali wa maili 50 kutoka katika lango kuu la mji wa Jerusalem. Hapa waliweka kambi wana wa Israeli chini ya Nabii Musa. Walikaa hapa kwa miaka kadhaa, lakini wakati Musa alipofikisha jeshi hapa, aliwatuma vijana 24. Katika hao 10, kila wawili wanatoka katika moja kati ya makabila 12 ya wana wa Israeli. Wakaenda kufanya research, uchunguzi katika nchi ya ahadi, kuna nini ndani yake. Waliporudi hili kundi walileta taarifa kwamba majitu, watu wa Filisti, wengi kati yao wenye nguvu na silaha kubwa, walikuwa wakiitawala Jerusalem, japo ndani yake kulikuwa na mitende mingi, mazao makubwa, vyakula vingi. Na ikumbukwe kwamba Jerusalemu ni shamba ambalo Nabii Ibrahimu alilinunua kwa lengo la kumzika mkewe Bibi Sara. Kwa maksudi hayo akalazimika kufanya kuwa eneo la kuzikia, kwa sababu Ibrahimu alipotoka Uru wa Kardayo, yani tunamaanisha Ukurdishi Iraki, alipokuja katika nchi ya Kanaani alifikia mahala panaitwa Gaza. Kwa hiyo Gaza ndio mahala alipoishi Nabii Ibrahimu, na ndipo alipomzalia Nabii Ishaka. Ishaka alizaliwa Gaza. Alipouziwa Yerusalemu ilikuwa kama shamba la kuzikia. Kwa hiyo eneo lile lilikuwa linaweza kumea mimea sana. Kwa hiyo hawa watu 24 walipoingia katika eneo hili la Jerusalem, walipoona mitende, mizabibu mingi, mazao mazuri mazuri, waliporudi kwa Nabii Musa 22 wakatoa ripoti ya uongo na ya uchochezi. Wakamwambia hatuwezi kwenda kupigana. Waliwashawishi wazee wa Kiisraeli na vijana wengine wa Israeli kwamba sikubali kupigana kwa sababu adui ana silaha nyingi, ana nguvu kubwa, amejiandaa kwa muda mrefu, na wao wamesafiri kwa miaka mingi bila ya kuwa na silaha, karibu miaka 40 jangwani wakiwa hawana silaha, jambo ambalo lingewapelekea kwenda kuangamia katika mikono ya maadui zao. Yefune mwana wa Kalebo na Yoshua mwana wa Nuni, katika hao 24 wawili wakamwendea Musa wakamwambia, hapana, sisi tuna sanduku la Torati na tuna Mungu mbele yetu, tuna uwezo wa kupigana na adui zetu, madhali yeye ndio ametutaka tusafiri na kuitwaa nchi ya ahadi, tutashinda. Jambo ambalo kundi kubwa likapata nguvu na wachache wakakosa nguvu. Mungu akakilaani kizazi cha Israeli, wazee wote na vijana waliokuwa na umri ule wakafa pale. Safari ile ikaanza na Yoshua mwana wa Nuni na Yefune mwana wa Kalebo, ndio akaanza safari ya kwenda kuitwaa Yerusalemu kwa mara ya pili. Wale wanaosoma Biblia, historia iko katika kitabu cha Yoshua. Ndio historia hii inaelezwa kwa kina, ambako nabii huyu Yoshua alifikia mahali katika safari yake hii aliweza kulisimamisha jua kwa masaa kadhaa. Aliusimamisha mchana kwa masaa kadhaa jua lisizame, mpaka atakapomaliza vita na kundi la maadui wa wana wa Israeli, jambo ambalo lilipelekea wana wa Israeli walifanikiwa kupenya ngome jioni ya siku ya Ijumaa kabla kuingia Jumamosi, siku ya Sabato, na akaweza kuingia ndani ya mji. Sasa hiki kikundi cha hawa watoto 22 miongoni mwa wale 24, kikundi kile kiliendelea kuwepo na kiliendelea kutengeneza kazi za kijasusi, na ndicho kilichokuja kurithiwa na Myahudi wa leo, na ndio kinatengeneza hii Mossad, shirika la kijasusi la upelelezi la nchi ya Israeli, ambao wao ni waasi wa Mungu na watii wa Shetani. Lakini wana taaluma kubwa
na hawa ndio wanamilikiwa na hiki kikundi cha Mazayuni kwa ujumla wake, hawa watu 300,000 ambao hawa Mazayuni kazi yao kubwa na jukumu lao kubwa ni kuitawala dunia kwa njia yoyote. Hawa ndio wanamiliki simu zote duniani, hawa ndio wanamiliki interneti, hawa ndio wanamiliki mifumo yote unaiona na michezo yote mikubwa inayolipa fedha nyingi duniani na michezo ya kubeti. Hawa ndio wanamiliki formula zote kwa utawala wao. Kwa nini wanaweza? Kwa sababu wao wana siri iliyojificha juu ya majina Mwenyezi Mungu katika kutumia nguvu ya utawala. Si inaeleweka sawa sawa? Kwa hiyo unapolitazama taifa la Israeli utaona ni moja kati ya mataifa ambayo wana nguvu ya Mungu lakini ni waasi ndani yake, wanaokataa uwezo wa Mwenyezi Mungu, wanaokataa njia ya Mwenyezi Mungu, wanaokana manabii. Kwa sababu Israeli wa leo hakubaliani hata na ishu ya Bwana Yesu. Ndio maana unapoangalia mitandaoni utaona Mkristo akienda kumhubiri Yesu anatemewa mate usoni. Yani unapotaja habari ya jina la Yesu wao kwao hawaamini, kwa sababu wao wanaamini Yesu ni mtoto wa zinaa. Mariamu alizini akamzaa Yesu. Wayahudi wanaamini hivyo. Wao wanaamini habari ya Torati chini ya Masadukayo na si Mafarisayo. Sababu kuna tofauti Masadukayo na Mafarisayo. Hizo ni imani mbili za Kiyahudi. Sasa imani ya Masadukayo dini yake inaitwa Judaism. Hawa ni taifa linalotokana na taifa la mtoto mmoja aliyekuwa akiitwa Juda. Kwa nini wameitwa Judaism? Kwa sababu Judaism ni taifa linalomilikiwa au liliokuwa created kutoka kwa mtu anaitwa Musa Samiri, ambaye alikuwa anatoka katika ukoo wa Yuda, ambaye yeye ndio alitengeneza ndama wa shaba wakati Musa anakwenda kuchukua amri 10 za Mungu juu ya mlima Sinai. Na hapa ndipo ilipoanzishwa dini hii inayoitwa dini ya Kisadukayo ama Judaism, ambao sasa hivi wanaitwa Judaism. Nimeeleweka vizuri? Nafahamika vizuri? Kwa taifa hili ukilitazama ni maadui wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wao ni waasi, ni hizbu sheitani. Myahudi wa leo ni jeshi la Ibilisi anayepinga karama na nguvu za Mwenyezi Mungu. Muirani ameisoma Qur'ani, ana dola ya Kiislamu. Adui wa kwanza wa Muislamu mwenye imani thabiti ya Mungu ni Myahudi. Kivipi? Mwenyezi Mungu anasema walan tardha anka alyahudi wala naswara hatta tattabia millatahum, hawatakuwa radhi kwanza Mayahudi na Wakristo mpaka Waislamu mfuate mila zao. Myahudi ndio adui namba 1 wa Uislamu. Adui namba 1 anayepinga amri, sheria na hukumu za Mungu ni adui Myahudi. Kwa hiyo mahali popote palipo na dola ya Kiislamu, jicho la kwanza linamtazama Myahudi, na Myahudi anatambua adui wa kwanza kwake katika ustawi wa maisha yake ni Muislamu. Kwa hiyo mahali popote kwenye dola ya Kiislamu, Myahudi hana amani napo. Kwa muktadha huu sasa, Myahudi anaishi tahadhari sana na dola ya Kiislamu. Ndiyo maana Myahudi kutumia vibaraka wake wakiwemo Marekani, Uingereza na mataifa mengine ya kimagharibi, wanahakikisha mataifa yote ya Kiarabu hayasimamishi dola ya Kiislamu. Yatabaki kuwa na Waislamu wengi, lakini yatakuwa na mfumo wa utawala wa kisekula, kwa sababu mfumo wa utawala wa Kiislamu, yani Islamic States, inatoa mamlaka kufuta dola ya Israeli ikiwa hawatarudi mbele ya Mwenyezi Mungu. Jambo hili linamfanya adui wa Myahudi kuwa ni Muislamu na adui wa Muislamu kuwa ni Myahudi. Kwa tendo hilo, Myahudi atajiprotect kwa vibaraka wake kwa gharama yoyote juu ya dola ya Kiislamu. Na hiki ndicho kinachomgharimu nani? Kinachomgharimu Muirani leo. Kwa sababu Muirani ameshatangaza kuwa yeye adui yake ni yule adui wa Mwenyezi Mungu, na kisha kwa adui wa Mwenyezi Mungu wa kwanza atakuja Myahudi tu. Lakini Dr. Sule umezungumza vizuri sana. Ina maana ukirudi katika historia sasa, wanaosema kwamba Israel ilikuwa ni taifa teule ama ni taifa teule, wako sahihi kutokana na historia inavyosema? Israeli ni taifa teule, lakini kundi gani? Nimeeleweka sawa sawa? Yeah. Waisraeli ni taifa teule, kundi gani na wateule wa nani? Hapa inabidi kidogo tuweke elimu watu wafahamu. Yeah.
Mwenyezi Mungu alipomleta Nabii Ibrahim kutoka Uru wa Wakaldayo, kutoka katika kizazi chake alimwahidi kuwa atampa kizazi kutoka kwa watoto wake wawili. Kuna kizazi watoto, yani kuna kizazi cha Nabii Ismail na kuna kizazi cha Nabii Ishaka. Kutoka kwa Nabii Ishaka akazaliwa Nabii Yakobo. Nabii Yakobo akazaa watoto 12 ambao kizazi chao ndio wameitwa taifa teule. Kwa nini wameitwa taifa teule? Kwa sababu kizazi cha watoto wa Yakobo wale 12 wote walikuwa ni waamini wa Mwenyezi Mungu, ni watii. Japo kizazi chao kutoka katika wale watoto 12 kuna walioasi na kuna waliotii. Ndio maana Mungu akaleta manabii na mitume baada ya kizazi kile cha wana wa Israeli, yani watoto 12 wa Yakobo. Na ukitaka kujua kwamba kizazi kile ilikuwa na makundi mawili, kulikuwa na watii na wanaoamini, yamini wasioamini, angalia Yeremia 31:31. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, japo nalikuwa mume kwao, lakini agano langu walilivunja. Nami nitafanya agano langu kuwa imara sasa kwa vizazi vyao baada yao. Sasa kipande ninachokitaka hiki, angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Kwa nini Mungu afanye agano na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda wakati wa Yuda na Waisraeli wote ni Waisraeli? Kwa nini Mungu anafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda wakati wote ni Waisraeli? Kwa sababu katika haya makundi mawili, nyumba ya Yuda ndiyo kunatokea Judaism. Hawa waasi walimkorofisha Mungu. Nyumba ya Israeli ndio wale waliopatikana kundi waliokuwa wakiamini Torati. Hawa ndio waamini wa Mungu walioshushiwa, waliofuata mitume na manabii. Si nimeeleweka sawa sawa? Ambayo kundi hili lina Mafarisayo viongozi wao ambao chini ya amri ya Torati. Kundi wasiomwamini Mungu wana Masadukayo wasiomwamini Mwenyezi Mungu. Sasa makundi haya mawili yanakuwa katika mazingira hayo. Kwa hiyo tunapozungumzia wana wa Israeli kuwa ni taifa teule, uteule umekuja kwa sababu ya urithi kutoka kwa wale watoto 12 wa Yakobo ambao Mungu aliwateua kuwa ni kizazi bora kwao, ila baada yao walipatikana waasi. Sasa Myahudi aliyopo duniani leo ni adui wa Mungu. Huyo anatakiwa apigwe vita popote alipo. Turudi sasa katika kila ambacho kinaendelea sasa hivi. Kwanza walianzia Palestina, imekuwa ni vita ya muda mrefu sana. Sasa hivi tumeona Israel pia imeanza mgogoro wake na Irani. Hasa kuna ambao wanasema kwamba ni mambo ya kiimani na kuna wale ambao wanasema kwamba ni mambo ya kiuchumi. Tuondoke na lipi katika hili? Uchumi ni lugha ya kisiasa inayotumika kwa sababu hata Mwisraeli Marekani anapokwenda kumpiga Mwirani, hoja yake kubwa ni matumizi ya silaha za nyuklia. Matumizi ya nyuklia ndiyo sababu kubwa inayopelekea Marekani kumpiga Irani. Lakini maneno haya yanatutosha kujifunza kitu. Irani na Marekani, yani Marekani aliwahi kuwa mfadhili mkubwa wa Iraki wakati wa vita vya miaka 8 vya Irani na Iraki. Hakuna asiyelijua hilo. Na ndipo ambako ilifanya Saddam Hussein kuwa rafiki wa karibu wa Marekani. Kwa sababu Marekani alimtumia Saddam Hussein. Acha Saddam Hussein. Osama bin Laden. Alimtumia Osama bin Laden kuhakikisha anatumia nguvu yake kubwa kupiganisha majeshi ya Irani na Iraki kwa miaka 8. Vita ambavyo vilikuwa vikubwa sana. Walipotoka kwenye vita vile vya miaka 8 Irani na Iraki, Irani akaingia kwenye vikwazo kwa sababu upande wa Iraki ukawa unaungwa mkono na Marekani. Baadaye Osama bin Laden akageuza kibao, akasimama kwenye tauhidi, akaamua kurudi kwa Mungu, akamuasi Marekani. Marekani akamfanya Osama bin Laden kuwa adui yake,
akamtumia Saddam Hussein kuhakikisha wanataka kumkamata huyu Osama bin Laden. Osama aliposhtukia jambo akahama, akakimbia Iraki, akaamua kwenda kuishi Afghanistan. Wakaanzisha IS, Islamic State, chini ya ule umoja wao wa vijana ambao walikuwa wanapambana, wanafanya mapambano chini ya huyu Osama bin Laden. Osama bin Laden akaamua kwenda kutengeneza dola ya Kiislamu katika nchi ya Afghanistan. Marekani akaifanya Afghanistan kuwa adui wa kwanza kwa visingizio alivyoviona Marekani vinamfaa, lakini lengo lake la msingi halikuwa yale anayoyatangaza kwa jamii. Ugomvi wake yeye ilikuwa ni yeye kuiona Afghanistan inatengeneza Islamic State. Unachotakiwa kujua, Marekani ana hasira na kiongozi yoyote anayeanzisha Islamic State kwa maelekezo ya Myahudi, kwa sababu kuwepo kwa Islamic State kuna kwenda kuvunja dola ya Kiyahudi. Kwa hiyo Marekani kama kibaraka wa Myahudi lazima atumie gharama yoyote kuvunja mtu yoyote, kiongozi yoyote anayeonyesha nia ya kutengeneza Islamic State. Haya yametokea kwa Kanali Muammar Gaddafi, haya yametokea kwa Saddam Hussein, haya yametokea kwa Omar al-Bashir, haya yametokea katika nchi ya kina Mullah Omar. Haya yametokea. Kwa nini? Kwa sababu Myahudi anachohofia ni kusimama kwa dola ya Kiislamu. Si nimeeleweka sasa? Unaeleweka vizuri sana. Kwa muktadha huu sasa kuna kitu nataka nikimalizia hapo, utaeleza unachotaka kuniuliza. Unaona huyu Saddam Hussein, pamoja na kuwa alitumika kusaidia kutaka kumkamata Osama bin Laden. Osama alipokimbia na kuamua kwenda kuishi Afghanistan, akawa Saddam ni rafiki mkubwa wa Marekani. Lakini baadaye alipoonyesha nia ya kuwa anataka kusimamia haki ya Kiislamu katika dola ile, ilifikia mahala Saddam Hussein akawa adui tena wa nani? Wa Marekani. Na Marekani alipotaka kumpiga Saddam Hussein alitumia lugha ya kuwa Iraki ina silaha za nyuklia. Au mmesahau? Dunia imesahau kwamba Marekani alisema Saddam Hussein ana silaha za nyuklia, ndio maana anakwenda kumpiga ili kuhakikisha abakize utawala ulio bora na salama, watu wasiteseke pale. Na alifanya hivyo, aliwaua. Lakini mwisho wa siku wa yote, alipomuua Saddam Hussein, hizo silaha za nyuklia zilionyeshwa hapo Iraki? Hapana, zikuonyeshwa. Kwa nini? Na yeye alikuwa ameambia dunia kwamba Saddam Hussein anamiliki silaha za nyuklia. Mbona baada ya kufa Saddam Hussein na taifa la Iraki kujipatia utawala aliyoutaka yeye Marekani, mbona hawakuzidhihirisha hizo silaha za nyuklia kwa kuzidestroy ili Marekani abaki kuwa salama na silaha za nyuklia? Kwa hiyo lugha nzuri ni kwamba Marekani anapotaka kumpiga mtu yoyote katika dunia hii huwa anamtafutia jina baya, kama vile mtu anavyotaka kuua mbwa anamtafutia jina baya mbwa ili ampige, kwamba huyu mbwa mwizi, anakula nyama, anaiva, anafunua vyungu, aling'ata mtoto wa jirani, ili anatafuta sababu za kumuua, akionyesha yule mbwa kuwa hafai. Kwa hiyo Marekani anapokwenda kuitaka kuipiga au anapokwenda kupeleka nguvu zake kuipiga nchi ya Irani, haipigi kwa sababu za nyuklia, haipigi kwa sababu za mafuta, anaipiga kwa sababu ya ile Islamic State iliyopo pale, kwa sababu Marekani ana access ya mafuta ya nchi zote za Kiarabu na za Afrika, anazitumia yeye, hana shida ya mafuta. Mafuta ya Marekani ya Irani ni kitu kidogo sana ukilinganisha na mafuta ya Kuwaiti, Katari, Abu Dhabi, Doha na nchi nyingine nyingi ambazo anamiliki. Ila pale kilichopo sio mafuta wala kilichopo sio nyuklia, kilichopo pale ni Islamic State, dola ya Kiislamu. Anahakikisha hiyo dola haisimami. Swali ambalo watu wengi wanajiuliza sana, uhasama wa mataifa ya Kiarabu na Irani ulianzia wapi hasa? Kwa nini mataifa mengine kama Saudi Arabia, Qatar, UAE, pia ukiangalia Marekani na kambi zake mle ndani, imewezekana vipi hasa mataifa? Kwa sababu na yenyewe pia ni mataifa ya Waislamu, kwa maana yana Waarabu pia. Kwanza unatakiwa ujue kuna tofauti ya Uislamu na Waislamu. Katari, Saudi Arabia,
ni nchi zenye Waislamu wengi, sio nchi za Kiislamu. Nchi ya Kiislamu haiwezi kuuzwa pombe. Dubai inauzwa pombe. Saudi Arabia kuna miji inauza pombe. Kwa sababu ukiwa na bezi ya kijeshi ya Marekani, maana yake hiyo ni nchi huru. Bezi yoyote ya jeshi ya nchi fulani ndani ya nchi nyingine ni kama ubalozi. Ikiwa ubalozi una uhuru wa kufanya unachotaka, na Saudi Arabia wana ubalozi wa Marekani, hii ndio kusema ndani ya Marekani, ndani ya Saudi Arabia kunauzwa bia. Kwa sababu wa Marekani waliopo ubalozi kwao utawazuia kuuza. Sasa sheria ya dini ya Kiislamu, pombe ni haramu hata kunywa kwa siri. Lakini Msaudia ameruhusu kuwa na ubalozi wa Marekani ndani ya Saudia, ameruhusu kuwa na bezi za Kimarekani ndani ya Saudia. Maana yake madangulo yapo, wanawake wa kuuzwa wanapelekewa wanajeshi wanazini nao wapo, upombe zinauzwa. Kwa Saudi Arabia si nchi ya Kiislamu, ila ni nchi yenye Waislamu wengi. Mimi nasemaga wazi, hata kama watu watanichukia na kuna Waislamu watanuna ninaonekana kuishusha Saudia, mimi nasema ukweli tu. Mimi siangalii sura ya mtu, mimi kama msumeno, ngumi yangu mimi kama ngumi ya kupasua mwamba tu. Kwa hiyo Saudi Arabia si nchi ya Kiislamu, bali ni nchi yenye Waislamu, isipokuwa Saudi Arabia ni moja kati ya ni nchi yenye miji mitakatifu ambayo ni Maka na Madina. Yale ndiyo maeneo matakatifu. Vile vya haramu haviingii katika miji ile, bali vya halali ndio vinaingia katika miji ile. Lakini miji mingine vya haramu vinaingia na vinafanywa, wala hakuna anayezuia. Kwa muktadha huu Saudi Arabia, Katari, Bahraini na nchi zingine ni nchi zenye Waislamu, lakini si nchi za Kiislamu. Sasa swali nakuja, uhasama umeingiaje? Ndio hapo kabisa. Ulianzia wapi hasa? Uhasama umeingia baada ya nchi za Kiarabu kuwa wanafiki. Yaani nchi za Kiarabu ni wanafiki. Yaani wao wanampendezesha adui kwa ajili ya maslahi yao. Maslahi gani haya? Yes. Marekani anapokuwa na bezi katika nchi kama Saudi Arabia na nchi zingine, anamdanganya kwenye ulinzi kwamba nikikupa bezi na kulinda, huwezi kuvamiwa. Yaani mtu atakaye kuchokoza mimi nitaanza naye. Kama ambavyo leo unaona Marekani anamlinda Muisraeli, ndivyo hivyo Marekani atamlinda Msaudia akipigwa. Ndivyo hivyo Marekani atamlinda Mkuwaiti akipigwa. Ndivyo hivyo Marekani atamlinda Mwarabu yoyote atakayepigwa na adui yake wakati Marekani yuko katika eneo ile. Lakini wakati anakubaliana na hili la kuwa yeye analindwa na bezi za Kimarekani, faida kubwa anayopata Marekani ni kuondoa mujitamaati, ule umoja wa Kiislamu anauondoa. Islamic State haiwezi kupatikana. Lakini kubwa zaidi ambalo Marekani anafaidika nalo ni kuwa na maamuzi ya mwisho ya mafuta ya Mwarabu. Kuwa na maamuzi ya mwisho ya mafuta ya Mwarabu. Ndiyo maana pamoja na mafuta kuchimbwa katika nchi za Kiarabu na Afrika na baadhi ya nchi za Far East, mashariki ya mbali, lakini bei ya mafuta inapangwa na wazungu. Bado wana mamlaka pia. Yes. Mafuta yanachimbwa pengine, maamuzi ya bidhaa yanafanywa pengine. Na ndio maana inatumika dola pia kwa. Na ndio maana kwenye mafuta, reti ya mafuta iko kwenye dola, haiko reti ya mafuta haitengenezwi kwa paundi, haitengenezwi kwa shillings, haitengenezwi kwa riali, haitengenezwi kwa pesa za Kiarabu. Na pesa za Kiarabu zinapia kulingana na thamani ya dola. Ndio maana unaweza kukuta leo pesa ya Saudi Arabia ambaye ndio anazalisha mafuta ina thamani ndogo zaidi kuliko pesa ya Marekani ambaye ananunua mafuta kwa Saudi Arabia. Na vitu vingi duniani ili viendeshwe vinahitaji mafuta. Uchumi wa dunia kwa 56% unahitaji mafuta. Mafuta yanatoka kwa Mwarabu, lakini pesa ya Mwarabu iko chini kuliko dola ya Marekani. Kwa nini? Kwa sababu anawamonita anavyotaka yeye. Sawa. Kuna wale ambao wanasema kwamba utofauti wa mataifa ya Kiarabu pamoja na Waajemi kwa maana Irani ulitokana na kuwa na Washia na Wasuni. Kwenye hili kuna ukweli wanaosema vile? Halina ukweli, kwa sababu Mshia na Msuni wote wanahiji Baitul Harami pale Maka.
Waislamu hatuna mipaka, tunacho akida ni kitu kingine. Madhehebi hazina nafasi katika Uislamu tofauti na katika Ukristo. Madhehebi katika Ukristo, ukiwa Muanglikana makao makuu yako ni Uingereza tu, huwezi kwenda Marekani kwa sababu Marekani hakuna makao makuu ya Anglikana. Ndivyo hivyo Uislamu hauko hivyo. Uislamu makao makuu ya Waislamu yote yako katika nchi ya Saudi Arabia, katika Makkah Mukarrama, mji wa Makkah. Wairani wanahiji Makkah. Wanahiji Makkah, wanafanya umra Madina, wanamzuru Mtume. Na imamu wa Makkah anaposalisha, Mshia anasali. Sala 5 zinazosalisha katika mji wa Makkah zinasalishwa Kisuni. Na Mshia anayekuja pale anasali kwa ibada ya Kisuni, kwa sala ya Kisuni, na analipwa thawabu kulingana na sala ya Kisuni, si ya Kishia. Tofauti iliyopo katika Uislamu na Ukristo juu ya madhehebu katika Uislamu ni mfumo wa kuelekea elimu ya kumtambua Mwenyezi Mungu. Madhehebu katika Ukristo ni imani kamili inayojitosheleza. Kwa hiyo katika Uislamu iko tofauti hiyo. Kwa hiyo kama kuna mtu anasema kuna utofauti wa Ushia na Usuni ndio unafanya Waajemi na Waarabu wapigane, hilo neno lina uongo mkubwa sana. Wamarekani mataifa ya kimagharibi wameamua kuwagombanisha Waarabu hawa wenye asili mbili kwa dhamira ya kuwatawala, kwa sababu mzungu anaamini hivi, wagawe ili uwatawale, divide and rule, wagawe kisha uwatawale. Kwa hiyo Marekani na magharibi anachofanya ni kuwagawa mataifa ya Asia ili apate kuwatawala. Swali sasa linakuja, vita ambayo inaendelea sasa hivi kati ya Marekani, Israel na Irani, mwisho wake ni nini hasa? Wamefanikiwa kumuua Ayatollah Ali Khamenei, watafanikisha kuweka ile regime change ambayo wanataka wao, kwa maana ubadilike ule utawala? Ni ngumu kidogo,